Ninakusalimu popote ulipo mtazamaji wangu wa hichi kituo cha Tanzania News TV. Hujambo? Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Nimepotea kwa muda jamani, shughuli za kikazi ndizo zinafanya ninapotea kidogo, lakini msiwe na shaka, nikirudi mimi huwa ninawapasha. Cha msingi subscribe ili kipindi ambapo ninapakia video naipata kwa haraka. Sasa serikali hii batili, naomba unisikilize vizuri. Serikali hii batili ya Samia Suluhu Hassan imeweza kusitisha leseni ya gazeti la Mwanahalisi kwa miezi 6. Mwanahalisi ni gazeti linalojisimamia katika taifa letu la Tanzania, na Mwanahalisi huwa haisukumwi na serikali jinsi ambavyo magazeti mengine na media nyingine katika taifa letu la Tanzania huwa linasukumwa, ama media hizo zinasukumwa na serikali kuandika taarifa fulani na kupuuza kuandika na kupeperusha taarifa fulani. Uhuru wa waandishi wa habari katika taifa letu la Tanzania haupo kabisa. Uhuru huo, mtazamaji wangu, umeweza kupotea kutokana na vitisho kutoka kwa serikali ya Samia. Pamoja na uhuru huo umeweza kupotea kutokana na kwamba serikali huwa inalipa wanahabari wasichapishe taarifa za serikali ambazo ni mbaya. Kazi ya wanahabari ni kumulika na kuelezea wananchi bayana yale ambayo yanaendelea. Kwa lugha ya Kimombo wanasema kwamba checks and balances. Sio kusifu serikali. Hapana. Kazi ya wanahabari sio kusifu serikali. Kazi ya wanahabari ni kuripoti yawe mazuri yale ambayo serikali imetenda, yawe yale mabaya ambayo serikali imetenda. Yote wanahabari wanapaswa kuripoti. Lakini serikali ya Samia inataka iweze kusifiwa tu. Yale mabaya ambayo wameweza kuyatenda kama vile mauaji hawataki yaweza kuripotiwa. Sasa gazeti hili limeweza kufungiwa taarifa zake baada ya kuchapisha taarifa mnamo tarehe 6 kuhusu kwamba Nchimbi amegoma kujiuzulu. Ndio, kulikuwa na mipango. Nchimbi alikuwa amepokea vitisho aweze kujiuzulu. Sijui kama unanisikiliza mtazamaji wangu. Nchimbi alikuwa ameweza kupokea vitisho kuweza kujiuzulu. Mnakumbuka kamati kuu ya chama cha CCM ilikutana upande wa Zanzibari, mahala ambapo waliweza kupitisha kwamba Nchimbi aweza kujiuzulu. Makonda alisema kwamba Nchimbi aweza kujiuzulu kwa sababu maneno ambayo anayatoa yanaonyesha kwamba kuna mgawanyiko ndani ya serikali ya Samia. Vile vile kauli ambazo anazitoa eti kwamba zinachonganisha wananchi na chama cha CCM. Mnakumbuka ile kauli ambayo Nchimbi aliweza kuwaambia Watanzania kwamba tuamke tupiganie katiba mpya, katiba nzuri. Sasa yale mambo ama ile hotuba ilisababisha mpaka viongozi wakuu wa chama cha CCM wakapatana Zanzibari, wakapanga kumsitisha ama kumshurutisha Nchimbi aweze kujiuzulu. Na gazeti hili la Mwanahalisi likajitokeza na kuanika yote yale ambayo yalikuwa yanaendelea. Sasa serikali imeona kwamba waliweza kuanikwa yale ambayo walikuwa wameyafanya, na wameamua sasa waweze kusitisha leseni ya Mwanahalisi kwa miezi 6. Mtazamaji wangu, nchi hii yetu ya Tanzania inaendeshwa kama duka la mtu binafsi. Samia anaendesha hii nchi yetu kama duka lake binafsi, mahala ambapo yeye ndiye anaamua nani afe, nani aishi, wakati gani ufe, wakati gani unafaa kuishi. Sasa unasikia ameweza kuamua kwamba ile gazeti lisitishiwe leseni yake kwa muda wa miezi 6. Sasa unajua kuna vipeperushi vinamilikiwa na
machawa wa serikali hii ya Samia. Vipeperushi hivi mtazamaji wangu vinaitwa magazeti. Mnavijua hivyo vipeperushi ambavyo wakati mwingi vinasifu serikali. Unasikia Samia achacharuka, Samia atimuka mbio, Samia hashikiki, Samia aporesha taifa. Hivyo ni vipeperushi ambavyo vinamilikiwa na machawa wa serikali. Sasa vipeperushi hivi vinaitwa magazeti, na wakati mwingi vinatukana watu, vinatuhumu watu kwa uongo na uzushi. Na kama ilivyokuwa wakati wa Magufuli, Msiba ama ukipenda Msigwa alitumika, na sasa wao wanatumika. Lakini wanalindwa. Vipeperushi hivi mtazamaji wangu vinalindwa, wanapewa fedha na nguvu kufanya uovu. Chombo chochote cha habari ambacho kinaweza kusema na kuandika ukweli katika taifa letu la Tanzania kiko mashakani kwa mfumo huo wa kiudikteta. Usalama wa chombo cha habari au mtu au online TV kama hii ya Tanzania News TV mtazamaji wangu, haupo. Usalama wa chombo cha habari au mtu yeyote wa online TV katika taifa letu la Tanzania ni lazima uweze kuimba na kuabudu Kimama Samia. Kama hautafanya hivyo, Gerson Msigwa anapewa amri ya kukutafuta na kukufungia kwa furaha yake na jinsi anavyoona inafaa yeye. Kwenye haya mazingira ya Msigwa, anakuwa yeye ndio mlalamikaji, mpelelezi na hakimu ukipenda jaji. Kama serikali inalalamika, sikupeleke mahakamani. Hasa hapo ndio nashangaa, je, chombo cha habari kitapata wapi haki? Ikiwa Mwanahalisi gazeti lilikosa, wangelalamika mahakamani, wafungue kesi mahakamani, Mwanahalisi waitwe wajitetee na watoe ushahidi wa kile ambacho waliweza kupeperusha. Sasa kipindi ambapo hii serikali ya Samia inakimbia haraka na kufungia gazeti la Mwanahalisi leseni kwa miezi 6, hiyo inaonyesha kwamba kila ambacho Mwanahalisi waliripoti kwamba Nchimbi aligoma kujiuzulu baada ya kulazimishwa na akina Samia, hayo yale ambayo chombo hichi kiliweza kuripoti yalikuwa ni ukweli. Hiyo ni kumaanisha Mwanahalisi waliripoti ukweli kwamba Nchimbi amegoma kujiuzulu. Kwa hivyo Samia wakaona kwamba hawawezi wakampeleka mahakamani ama hawawezi wakapeleka chombo hichi mahakamani kwa sababu chombo hichi kitatoa ushahidi wake. Ndio maana tunasema kwamba tunahitaji katiba mpya itakayo ruhusu uwepo na uhuru wa wanahabari na vyombo vya habari katika taifa letu la Tanzania. Tanzania, tusikubali ujinga kama huu ambao serikali hii ya Kimama Samia wanatufanyia, mahala ambapo yeye ndiye anaamua ni nani aishi, ni nani afe. Sasa unasikia serikali ya Samia baada ya kufungia kituo hichi cha Mwanahalisi, tunaelezwa kwamba taarifa ya idara ya habari maelezo imesema kwamba gazeti hilo lilikiuka masharti ya utendaji kwa kuchapisha maudhui yaliyokosa usahihi na udhibitisho. Wanasema tu kwamba taarifa hizo ambazo ziliweza kutolewa na Mwanahalisi eti kwamba zikuwa za ukweli. Mnakumbuka serikali hii imekuwa ikikosoa mwanahabari ama Mwanahalisi gazeti hili. Mnakumbuka kuna kipindi kimoja serikali hii vile vile iliweza kulalamika eti kwamba Mwanahalisi inachapisha maudhui ambayo yanaweza yakachochea wananchi kukataa Samia. Serikali imewahi sema kwamba Mwanahalisi kuna kipindi kimoja waliweza kuchapisha Samia wa mwaka 2021 atakutana lini na Samia wa mwaka 2026.
2021 Samia aliingia madarakani mpaka watu wakaona kwamba yeye huyu ataongoza taifa letu la Tanzania vizuri. Lakini mwaka 2026 Samia amekuwa dikteta. Na ndio maana ile gazeti la Mwanahalisi likaandika yule Samia wa 21 mwenye alianza kazi kwa kusema kwamba kutakuweko na usawa, mpaka akamrejesha mwenyekiti Lissu kutoka ughaibuni kuja kwa taifa letu la Tanzania, akaruhusu siasa ziendelee. Atakutana lini na Samia huyu wa sasa hivi mwaka 2026? Samia ambaye ni dikteta, Samia ambaye anaamuru wananchi wanachinjwa, wanakamatwa na kupotezwa. Ndio maana gazeti hilo likaandika Januari kwamba Samia wa mwaka 2021 atakutana lini na mwaka 2026. Sasa serikali ikalalamika kwamba Mwanahalisi ilikuwa inakosea Samia adabu ama heshima. Mwezi Februari Mwanahalisi vile vile walichapisha gazeti ambalo liliweza kukera serikali, mahala ambapo waliandika kichwa ICC haikwepeki. Yani kutokana yale maovu ambayo waliweza kuyatenda mwaka uliopita, kama vile kuua wananchi, kuwaumiza wananchi kipindi cha uchaguzi ama kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi, walipokuwa wanasikia jina ICC damu ilikuwa inawasisimuka. Sasa Mwanahalisi wakaeleza vizuri kwamba mauaji ambayo utawala huu uliweza kufanya mwaka uliopita, unyama ambao waliweza kufanya utawala mwaka uliopita au dikteta ambao waliweza kuonyesha mwaka uliopita, ICC haitaweza kuwaachilia. Serikali ikaanza kusema kwamba Mwanahalisi inachochea ICC iweze kuwakamata. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, mtazamaji wangu. Lakini mnapaswa kujua chombo cha habari katika taifa letu la Tanzania ambacho kinasema ukweli hakina mazingira, hakiwezi kikapewa uhuru wa kuchapisha na kuandika taarifa. Ndio maana unakuta kwamba magazeti ambayo mnanunua, sijui kama unasoma gazeti. Mimi kama unanifuatilia hapa, singependa kabisa uweze kununua magazeti katika taifa letu la Tanzania tu kwamba unasoma. Magazeti yale ni ya kuabudu na kusifu Samia, lakini hawawezi wakamulika mauaji ambayo Samia aliweza kuyatenda. Hawawezi wakamulika mateso ambayo wananchi waliweza kuyapitia. Hawawezi wakamulika maovu ambayo hii serikali iliweza kutenda. Kazi ni kusifu Samia. Hii si mara ya kwanza ama huu si wakati wa kwanza Mwanahalisi kufungiwa kuchapisha taarifa. Mwaka 2017 gazeti hili vile vile lilifungiwa na hayati Magufuli. Mwanahalisi pia iliwahi kusitishiwa uchapishaji kwa miezi miwili mwaka 2017 kutokana na makosa ya aina hiyo, ambao serikali iliweza kusema kwamba walikuwa wanachapisha taarifa ambazo sio sahihi. Hakuna kitu chenye eti kwamba maelezo sio sahihi, ni vile ambavyo Mwanahalisi inasema ukweli. Serikali, unajua, wacha nikueleze hii ya Samia. Polisi wanaua wananchi, lakini serikali haitaki wananchi wajue kwamba polisi wameua wananchi. ICC iliweza kupokea kesi ya mauaji mwaka uliopita, lakini Samia hataki kabisa kesi za ICC ziweze kuandikwa kwenye magazeti katika taifa letu la Tanzania. Huo si ni udikteta? Na ndio maana ninawaambia hivi, tunahitaji katiba mpya. Katiba ambayo inatambua uhuru wa wanahabari, katiba ambayo inatambua, mtazamaji wangu, uhuru wa vyombo vya habari, katiba ambayo inatambua, mtazamaji wangu, uwepo wa siasa. Upinzani upo na serikali ipo. Upinzani unafanya kazi yake na serikali inafanya kazi yake. Sijui kama unanipata. Iwapo unanipata, tafadhali usikose kupiga subscription. Tupatane kwa kanda ijayo. Mwenyezi Mungu akubariki. Endelea kusambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi.